Alright, swadakta kabisa, hakika mambo bado ni mazuri na mimi na wakaribisheni katika hatua ya 9 ikiwa inafuata mara baada ya kumaliza kuitazama hatua hii ya 8, na hii inakuja kwako vizuri kabisa kwa heshima zangu zote kama ifuatavyo. Kutoka kwenye kampuni ya GMA Drama ikiwa sambamba na mimi tunaoleteni hapa inaitwa Mbwa wa Fatma. Kabla hatua ya 9 hatujaanza rasmi, tuyaguse kwanza machache katika mengi yaliyopita kutoka kwenye zile hatua tulizomaliza kuzitazama. Tumeona sasa mtoto amezaliwa na kupewa jina la Fatma. Wale mashetani hao hapa Popo Bawa wanamtaka ule mtoto pamoja na mamake. Antoni anapambana kuweza kumwokoa mama pamoja na mtoto. Mama alimchukua mtoto na kuenda kumhifadhi mahala akiwa kwenye kile kikapu na kurudi kumwokoa Antoni, lakini kashindikana. Antoni alijikongoja na kile kikapu kikiwa na ule mtoto ndani, akaenda nacho hapa karibu na ile sanamu ya mfano wa Yesu. Palikuwa na sanamu ya mbwa ambayo sanamu hiyo ilibadilika na kuwa mbwa wa kweli. Tumeshia hapo katika hatua ya 8 na hapa rasmi hatua ya 9 tunaianza, inaitwa Mbwa wa Fatma. Anaulizwa, sema mwanao yuko wapi? Utaki kusema Ang immortalidad. Unaonekana jeuri sio? Eti na umekuwa mama. Tanggihan. Isa kang hangal. Sema haraka, mwanao yuko wapi? Ano? Ano sinasabi ko? Utaki kusema mwanao ulikuwa mficha Makaawa ka ng bagong sa tuwing nagkikita tayo. Kweli hayupo tayari kusema wapi aliko mwanae. Amekuwa tayari yeye kufa, lakini sio mwanae. Sasa kama utasema mwanao alipo, mimi nakuwa papa. Sema mwanao yuko wapi? Utaki kusema? Utaki kusema? Anamkaba nyonga kabisa. Alikuja pale kiongozi wa lile kundi la hawa Popo Bawa. Alimwambia mwache kwanza huyo. Mwache. Kiongozi huyo alimtazama huyu bibia. Haina haja ya kumuua huyu. Tuna kazi naye. Tuna kazi naye. Sasa amekataa kusema wapi mwanae alipo. Kula aliko mtoto yuko hapa analia, akiwa kwenye kile kikapu, kwenye ile sanamu ya mfano wa Yesu. Pembeni palikuwa na sanamu ya mbwa iliyobadilika na kuwa mbwa kweli. Katika ile sanamu ya mfano wa Yesu pakatokea na mwanga na sauti ikisikika ikisema, mtoto huyu anatakiwa kusaidiwa, ni mtoto asiyekuwa na hatia. Ikaw ang kanyang magiging gabay sa bawat pagsubok. Kwa nini wabaya wanataka wamuue? Ulmo siya sa sinumang magtangka na saktan siya. Sasa mtoto huyu anatakiwa kusaidiwa. Hanggang dumating ang takdang panahon na magagawa na mtuma mbwa huyu ang papel na amsaidie huyu mtoto para sa kanya. Hiyo ni sauti ambayo ilisikika hapa ya kuwa anatumwa huyu mbwa ili amsaidie huyu mtoto kumwepusha na hao viumbe wasije kumuua. Sanya itinagawa ba? Viumbe hao wanazungumziwa ni hao hapa. Pilit ko itong inagaw sa kanya pero hakuna haja kumwacha mzima huyu mkuu. Tumue. Sababu ameshindwa kusema wapi alipo mwanae. Atatusumbua tu baadaye, tumue tu huyu. Ikiwa kama amekataa kusema hapa, atasema mbele ya safari, eti mwanao yuko wapi? Siko tayari kusema mwanangu alipo. Kama kuniua, nyinyi ni wenu. Lakini sitaki kuambieni mwanangu alipo. Wesi jeuri. Sasa tutakuonyesha kuwa sisi ni jeuri kuliko wewe. Ameshindwa kusema pia aliko mwanao. Kailangan bago sumikat ang araw sa aking palad na umato. Utapata mateso mazito na mpaka utasema mwanao alipo. Ina maana wakimuua hapo hawataweza kumpata ule mtoto. Sasa kupitia yeye watamtesa na atasema wapi mwanae alipo. Kumbuka hii ni hatua ya 9 na sauti safi kabisa ni ya kwangu mimi mwenyewe Shiganga Professional. Inaitwa Mbwa wa Fatma.
Yule mbwa alitoka pale alipokuwa yupo katika sanamu yake na akashuka chini kwenye hiki kikapu ambacho kiko na yule mtoto akiwa analia. Akamata kile kikapu kwa meno, kaondoka na yule mtoto kutoka eneo hilo. Mtoto anaendelea kutafutwa kila mahali na wale Popo Bawa, maanswangi, mashetani. Yule mbwa alikimbilia ndani ya msitu akiwa na kile kikapu cha ule mtoto. Usiku kucha ule mbwa anaendelea kukimbia tu na ule mtoto, na wale Popo Bawa wanaendelea kuangaza kila mahali wakimtafuta mtoto huyo. Mbwa huyo alikimbilia moja kwa moja mpaka stesheni. Bahati nzuri treni ilikuwepo na milango ilikuwa wazi. Yule mbwa aliingia na kile kikapu akamweka kwenye ile boksi la mbao. Treni ndo kwanza inaondoka. Yaani yule mbwa kawahi. Nung panahon na hivyo ndivyo natungkol sa ba mbwa alivyoweza kumsaidia yule mtoto kwenye kile kikapu, kumtoa katika sehemu ambayo ilikuwa ni hatari, ambapo viumbe hatari wanamtafuta baada ya mamake kuwa wameshampata. Mama amesharejeshwa huku. Aliwaambia hata kama mkiniuliza kwa vyovyote vile mnavyoweza, siwezi nikasema mwanangu alipo. Kibao. Kung alam ko lang na lalaki kang ganyan, dapat mong pinagbubuntis pa lang kita. Pinatay na kita. Wala kang kweo. Anong klaseng mga magulang kayo? Kahit nung nakikita niya nasasaktan ako na nahihirapan. Kwa nini hamna huruma nyinyi? May ginawa Mwanangu amekosea nini? Mnamtaka kwa sababu gani? Amekosea nini mpaka mnataka muue? Ay ayaw mo sumunod sa kagustuhan namin. Mambo mengine madogo tu. Kabutihan mo lang naman ang hangad namin para sa'yo. Hindi to. Ungeruhusu mwanao useme alipo. Gusto niya lang mapalakas ang pwersa. Siwezi nikasema chochote kitu. Kama mmeamua kunikamata mimi, mniue, niweni. Hawa ni Popo Bawa, wanamtaka ule mtoto. Na hatujajua kwa nini hasa wanamtaka ule mtoto. Ni kumuua tu au kuna kitu kingine? Asan ang sanggol? Mamake ndo yuko hapa, ila mtoto haijajulikana yuko wapi mpaka dakika. Majibu yanakuja kuwa mtoto amemtafuta na hawajamuona kila mahali. Kukawa sasa kumekucha. Hii ni siku nyingine tena, ikiwa ni asubuhi. Mwili wa Anton uko hapa karibu na ile sanamu ya mfano wa Yesu, na polisi walikuwa washapewa taarifa, wanakuja eneo la tukio. Daktari anakuja kudhibitisha kama huu mwili bado ni mzima au umekufa. Naging pasyente ko ang asawa at anak niya. Nandito ba sila? Wala po sila dito. Mashuhuda wanasema kwamba wameamka tu asubuhi wanakuta mtu akiwa yuko hapa chini. Tayari ashakufa huyu. Kwa jina la Baba, na la Mwana, na Roho Mtakatifu, amina. Lakini mbwa iko wapi? So ni Sandro okay? Ile sanamu ya mbwa iko wapi? Ile sanamu ya mbwa haipo. Je, kuna watu wameiba ile sanamu ya mbwa? Sanamu ya mfano wa Yesu iko hapa, lakini ile sanamu ya mbwa haipo. Watu wengi wamekufa katika ile eneo. Mili inakusanywa kwa ajili ya kwenda kuhifadhiwa. Treni inasonga mbele na mbwa yuko anamlinda yule mtoto. Mungu Bwana anaweza akakusaidia kupitia kiumbe chochote kile, kama vile mbwa huyu anavyomsaidia huyu mtoto. Yote ni kwa sababu ya uwezo wa Mwenyezi Mungu. Kupitia ile sanamu ya Yesu kumetokea na msaada wa yule mbwa. Sasa treni imefika hapa. Kuna vijana ambao wako wanatega, wanaangalia treni inapofika, abiria wanaposhuka, wao kazi yao ni kukwapua tu. Wanapola mali za raia, za abiria. Mmoja wao huyu hapa. Huyu naye anachukua kibegi cha mama maskini. Jamani, mwizi! Yaani kijana, hao ni vijana wa mitaani. Hao wengine wakiingia kwenye behewa.
ilikuwa na mizigo na boksi. Jamani, na boksi hapa, faster tuondoke nayo. Yule mbwa akaanza kubweka. Measo! Anong gagawin natin? Mbwa anabweka, lakini katika mlango wa ile behewa kuna kuja na mtu. Mbwa anaangalia, pengine labda amekuja kuwafukuza wale watoto, labda ni mhudumu katika treni. Hoy, ang babagal niyo. Talian niyo, baka tayo mauli. Ano ba? Jamani, mbona mnachelewa? Chukua haraka muondoke. Ano? Ayoko. Nasubiri nini? So, baka mas mati... Chukua na box hayo. Inawezekana kuna mali nyingi humo. Chukua box. Kumbe huyu bwana yuko pamoja na watoto bwana. Ndio kwanza nawahimiza waondoke nayo maboksi. Wanaiba. Na anaondoka, nasikia sauti. Nini tena? Bwana, nasikia kama sauti ya mtoto akiwa analia. Mtoto analia akiwa katika kile kikapu ndani mwa hilo box la mbao. Ikabidi asogee huyu mtu kutaka kujua kwamba ile sauti inatokea wapi. Mtoto analia. Oi! Jamani, mtoto kwenye kikapu. Afu katoto kazuri. Jamani, katoto karembo. Mbwa anabweka ya kwamba mtoto kiuguzwa huyo. Huyu mtoto unamlinda uko na huyu mtoto jamani. Mbwa anabweka. Yaani bwana asimguse yule mtoto. Lakini bwana akatokea kumpenda mtoto huyu. Mbwa akaona huyu mtu ni kama si mtu mbaya, anaonekana kuwa na imani nzuri na huyu mtoto. Basi alichokifanya akaondoka na yule mbwa pamoja na huyu mtoto mpaka kambini. Ameshafika. Oi, sandali lang. Naomba tusikilizane. Ginagawa niyo dyan, ha? Ndio kiongozi wa hawa watoto ambao wanafanya matukio huko mitaani, hususan katika ile stesheni, kupola mali za raia. Na kuna mali kama tulivyoona box ameleta huko. Wewe vipi? Baby. Nini hicho tena? Huyu ni mtoto, nimemkuta kwenye bewa. Mungu wangu. Wanda kuleta matizo huko? Hapana. Nimemwona yuko peke yake. Katelekezwa huyu. Koni mchukue jamani nje naye huku. Kwani kuna ubaya gani mheshimiwa? General. Hakuna ubaya wote. Huyu mtoto anaweza akaja kutusaidia baadaye. Na huyu mbwa. Huyu mbwa ndio alikuwa naye yule mtoto. Kwa hiyo nikaona siwezi nikamwacha peke yake. Naye ametelekezwa, nikaona niondoke naye. Eti nimuone. Kisha kuna dhamira mbaya wewe. Lahat ng nangyayari dito sa atin, kailangan kukana mtoto hapo utaleta matatizo makubwa. Au mengine yataendeka hapa. General. Ni kuahidi hakuna kitakachotokea kibaya kwa huyu mtoto na hakuna chochote kitakachotokea katika kambi yetu. Nitamlea mimi mwenyewe. Una hakika utamlea mwenyewe? Ndio. Nitamlea mimi mwenyewe. Sasa pana kijana hapa. We, kaiba cheni. Nini hicho? Amna kitu. We mwizi. Mheshimiwa mwizi. Sasa sikiliza. Tatizo litatokea kwa huyu mtoto. Uko tayari ukoma nalo? Ndio. Vizuri, niko tayari ukoma nalo tatizo lolote. Hii ilikuwa ni hatua ya 9. Kaa tayari kwa ajili ya kuangalia hatua ya 10. Inaitwa Mbwa wa Fatima na sauti safi kabisa ni ya kwangu mwenyewe, naitwa Shiganga, nite professional. Hatua ya 9 naimaliza, ya 10 hii hapa.